Kwa zaidi ya nusu karne, Boeing 747 imekuwa moja ya ndege maarufu zaidi kuwahi kutengenezwa duniani. Ilipozinduliwa mwaka 1969 na kampuni ya Boeing, ndege hii ilibadilisha kabisa sekta ya usafiri wa anga kwa kuwa ndege kubwa zaidi ya abiria duniani wakati huo. Muundo wake wenye ghorofa ya juu upande wa mbele uliifanya tambulike kwa urahisi, na kutokana na ukubwa wake ilipewa jina la utani Queen of the Skies, yaani malkia wa anga. Lakini jina hilo halikutokana na ukubwa wake pekee. Inaripotiwa kuwa siri ya kweli ya Boeing 747 ilikuwa imejificha kwenye injini zake 4 zenye uwezo mkubwa wa kuzalisha nguvu za ajabu. Kulingana na toleo la ndege na aina ya injini iliyowekwa, kila injini inaweza kuzalisha zaidi ya pound 60,000 za msukumo inayofanya kazi kwa nguvu ya juu wakati wa kuruka. Kwa baadhi ya matoleo, injini moja inaweza kufikia zaidi ya pauni 66,000 za msukumo. Ili kuelewa ukubwa wa nguvu hiyo, fikiria kwamba pauni 66,000 ni sawa na takribani kilo 30 za nguvu kutoka kwenye injini moja pekee. Na hapo ndipo ukubwa wa nguvu hiyo unapokuwa kushangaza zaidi. Hii ni kwa sababu Boeing 747 ina engine 4. Nguvu hizo huzidishwa mara 4 na kufikia zaidi ya pauni 260,000 za msukumo zinazofanya kazi kwa wakati mmoja. Nguvu hiyo ndiyo inaripotiwa kuwa siri inayowezesha ndege hiyo yenye uzito wa mamia ya tani, ikiwa imejaa mamia ya abiria, mizigo na maelfu ya lita za mafuta, kuondoka ardhini na kusafiri maelfu ya kilomita angani bila kusimama. Ndio maana Boeing 747 imeendelea kuheshimiwa kama moja ya mashine zenye nguvu zaidi kuwahi kutengenezwa na binadamu. Tofauti na injini za magari zinazozungusha magurudumu, injini za Boeing 747 hufanya kazi kwa kuvuta kiasi kikubwa sana cha hewa mbele yake na kuisukuma nyuma kwa kasi ya ajabu. Hiyo ndio misingi ya teknolojia inayoruhusu ndege kusogea mbele, na hapa ndipo sayansi ya Newton inapochukua nafasi yake. Kulingana na sheria ya 3 ya Newton, inasemekana kwamba kila hatua ina hatua ya kupinga. Hivyo hewa inaposukumwa nyuma kwa nguvu kubwa, ndege husogea mbele kwa nguvu sawa. Kanuni hiyo rahisi ya kisayansi ndiyo inayoiwezesha mashine yenye uzito wa mamia ya tani kupaa na kutawala anga. Lakini hewa hiyo inayosukumwa nyuma haiishii kuwa sehemu ya safari pekee. Msukumo huo hutengeneza mkondo wenye nguvu nyuma ya ndege unaojulikana kama jet blast. Nguvu ya hewa hiyo ni kubwa kiasi kwamba inaweza kuwa hatari kwa vitu vilivyopo karibu. Inaweza kuhamisha vifaa vizito, kung'oa vitu visivyofungwa vizuri, na katika mazingira fulani hata kusukuma magari mepesi. Hiyo ndio sababu kumekuwa na matukio mengi yaliyonaswa kwenye kamera yakionyesha magari yakisukumwa au kuzungushwa na upepo unaotokana na injini za ndege hii kubwa. Video hizo zimefanya watu wengi kujiuliza kama ni za kweli au ni uhariri wa video. Ukweli ni kwamba jambo hilo linawezekana kabisa. Hata hivyo, athari hizo hutegemea mambo mengi kama kiwango cha nguvu ya injini kilichotumika, umbali wa gari kutoka kwenye ndege, uzito wa gari lenyewe, pamoja na mazingira ya eneo husika. Kwa sababu hiyo, sekta ya usafiri wa anga imeweka taratibu kali za kiusalama. Viwanja vya ndege duniani vina sheria kali za kiusalama na maeneo maalum ya tahadhari ili kuzuia watu, magari au miundombinu kuathiriwa na nguvu ya jet blast. Hiyo ndio sababu mara nyingi watu huzuiwa kusogea karibu na sehemu ya nyuma ya ndege wakati injini zinafanya kazi. Hata hivyo, jambo la kuvutia zaidi ni kwamba nguvu hizo zote hazikutengenezwa kwa ajili ya kusukuma magari wala kuzalisha upepo mkali. Lengo lake kuu lilikuwa ni moja tu, kuiwezesha Boeing 747 kubeba mamia ya watu kwa wakati mmoja na kusafiri maelfu ya kilomita kutoka bara moja hadi jingine bila kusimama. Kwa miongo mingi, ndege hii imekuwa ishara ya ubunifu wa binadamu, maendeleo ya teknolojia na uwezo wa uhandisi wa kisasa. Panatajwa kuwa sababu ya hadi leo Boeing 747 kubaki kuwa moja ya maajabu makubwa zaidi ya uhandisi kuwahi kutengenezwa katika historia ya usafiri wa anga. Mimi ni Regina Baltazari.